السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نشكر الله تبارك وتعالى إنكم تكرمنا أماني kipenzi chetu dereva wetu umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha sala na salamu ziwende wake zake na ahli yake na masahaba zake na wote ambao kwamba watakaomfuata kwa kutenda wema na kufuata sunna zake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tabaraka wa taala anatuita sisi ambao kwamba tumepata imani, anatuambia kwamba tumtakie Allah tabaraka wa taala, yani tumchee Allah tabaraka wa taala na tusikuwe wenye kuondoka katika ulimwengu kama huu isipokuwa tumepata chembe chembe za takwa. Na hii takwa, ndugu zangu Waislamu, ndio sababu ya mimi na wewe kufaulu. Kufaulu kwetu kumefungamanishwa na takwa. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao kwamba wanamcha Allah tabaraka wa taala haki ya kumcha ndio ambao kwamba wamepata kufaulu. Na siku moja Muadh bin Jabal amemkujia Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, niusie mimi ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, baada ya kumuomba wasia akamwambia ittaqullah, muogope Allah tabaraka wa taala fi nafsik, muogope Allah tabaraka wa taala katika nafsi yako, fa innaha rasu kulli shay, hakika hii takwa ndio kichwa cha kila kitu. Yani hakuna kitu ambacho kwamba utakifanya katika dini ya Uislamu isipokuwa ndani yake lazima ingie uchaji Mungu. Kisha ndugu zangu Waislamu, tukiwa tuko ndani ya masiku ambao kwamba ni matukufu, ndani yake Allah tabaraka wa taala amejalia kila aina ya baraka, ndani yake amejalia kila aina ya rahma, ndani yake imepokewa kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, anasema man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imepokewa kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, anasema yule ambaye kwamba atafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kutegemea kwa Allah tabaraka wa taala kukubaliwa zile funga zake, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake ambayo kwamba yametangulia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunapata ndani ya mwezi kama huu kuna mambo mengi, ndani yake kuna fadhila nyingi. Kwa hivyo ni mimi na wewe kufanya musara, mimi na wewe kukimbizana kuzipata zile fadhila. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja mpanda katika mimbar, hadithi ambayo kama ni mashuhuri, akasema amin. Wale masahaba wakawa wenye kumuuliza, mbona umefanya kitu ambacho kwamba huko ukikifanya ya Rasulullah? Akasema amenijia Jibril akaniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin, amepata hasara kisha amepata hasara kisha amepata hasara yule ambaye kwamba ataingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ule mwezi mtukufu wa Ramadhani ukatoka na yeye hajapata msamaha wa Allah tabaraka wa taala, hajapata chochote ndani ya ile Ramadhani. Kwa hivyo tuko ndani ya masiku ambayo kwamba ni mazito sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, bila kupoteza muda mrefu katika mukaddima, tuingie katika kitabu ambacho kwamba nimekichagua, kitabu ambacho kwamba kimeandikwa na al-allama fadilatu Sheikh Ubayd bin Abdullah. Huyu ni miongoni mwa wanazuoni ambao kwamba ni muasir, wale wanazuoni ambao kwamba bado wako hai. Ameandika hichi kitabu na akakipatia jina, akaandika
al-istinbatul ahkam min ayati siyam. Istinbatul ahkam ni kunyofoa ahkam, ni kunyofoa sheria ndani ya zile aya za siyam, zile aya ambazo kwamba zimekuja kwa ajili ya siyam. Ametanguliza akisema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anasema hadha alkhitabu hasba almubalagha. Anasema kwamba hii khitab, huu wito ambao kwamba umetangulia hapa ya ayyuhalladhina amanu, imekuja katika mubalagha, kufikisha, imekuja kufikisha jambo. Wa huwa alkhitabu thalith fi hadhihi sura. Kisha anatueleza kwamba hii ndio khitab, hii ndio wito wa tatu katika ndani ya suratul Baqara. Ya kwanza Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ayna wa qulu ndurna, baka mwisho aya. Huo ndio wito wa kwanza ndani ya suratul Baqara. Kisha inakuja wito wa pili ambapo kwamba Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas. Huo unakuwa ni wito wa pili ndani ya suratul Baqara. Kisha inakuja wito wa tatu ambao kwamba ndio huu Allah tabaraka wa taala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Huu unakuwa ndio wito wa tatu ndani ya suratul Baqara, Allah tabaraka wa taala akiwaita waumini. Anasema wanidau Allah subhanahu wa taala, musannif rahimahullah anasema kwamba hii nida, huu wito inakuwa ni ibada ala ibadihi bihadhihi sura, huwa takhsisu li ahli al-iman. Anasema kwamba huu wito umekuja hasa umefanywa takhsis, umekuja hasa li ahli al-iman, kwa wale ambao kwamba wanamwamini Allah tabaraka wa taala, wanaitwa ahli al-iman, ambao kwamba wako na chembe chembe za iman, kama ambavyo kwamba tutakuwa tunyenye kuona. Wadhālika li anna ahli al-iman, anaendelea musannif rahimahullah anasema kwa hiyo kwa sababu ahlul iman hum ahlul intifa'u bil khitab. Anasema kwa sababu ahlul iman ndio wale ambao kwamba wanafaidika na ule wito. Tayib, wal istihbab wal istijabatu lillahi wa lirrasuli. Anasema na vile vile huu wito unategemea mimi na wewe kujibu. Allah tabaraka wa taala akituita ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, anategemea kwamba baada ya kutuita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mbele yake inakuja khitab, mbele yake inakuja amri ambayo kwamba mimi na wewe tunahitajika kuifanya nini? Kuitendea kazi. Vile vile na wito wa Rasul sallallahu alaihi wasallam akaleta musannif rahimahullah maana ya iman. Anasema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema al-imanu lughatan, imani katika kilugha, anasema at-tasdiq, huwa at-tasdiq ni mimi na wewe kufanya kusadikisha, kukubali, ni kule kusadikisha. Kisha anasema Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba al-imanu, hii imanu katika kisheria ni madha, anasema huwa qawlan bil lisan, qawlan bil lisan ni kutamka kwa ulimi, wal i'tiqadan bil qalb, vile vile unakuwa na itikadi nzito ndani ya moyo wako kwamba yale ambayo kwamba yametangulizwa ni amri kutoka kwa Allah. Baada ya kutamka kwa ulimi, kisha tunafanya tasdiq na nyoyo zetu kwamba hii kitu ambacho kwamba kimekuja inahitajika na ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha anaendelea baada ya kwamba tumesadikisha kwamba hii saumu ni ibada, tukafahamu kwamba saumu ni ibada, kisha anatanguliza Sheikhul Islam anaendeleza akisema wa amalan bil jawarih. Baada ya kuwa tumesadikisha kwamba hii saumu imetajwa hapa kwa ulimi, tumesema saumu, kisha ndani ya moyo tukaleta kwamba ni ibada, kisha baada ya hapo inafuatilia amalan bil jawarih, kufanya matendo hayo. Sasa umeamini kwamba saumu ni ibada, Allah amefaradhisha kwetu, kisha wewe ukawa mwenye kufunga, hapo unakuwa umefanya kazi, umeifanyia kazi kile ambacho kwamba ulikuwa ni kuamini. Kisha anaendelea Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba wayazidu bitaa, na hii iman inaenda juu, inakuwa yenye kupanda kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, wayanqus bil ma'siyah, na anasema hii iman vile vile inakuwa yenye kwenda chini pale ambapo kwamba mimi na wewe tunamwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tukifanya amali zaidi
tukiswali kwa wingi, tukifunga imanan wa ihtisaban, inakuwa ile imani yetu inazidi kwenda juu. Lakini pale ambapo kwamba tutamwasi Allah tabaraka wa taala kwa jambo lolote, ile imani inakuwa yenye kwenda chini. Na hii ndio maana ambayo kwamba anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa yanqus bil ma'siyah, na inakuwa yenye kwenda chini kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema hadha huwa al-iman fi shar'i, hii ndio imani kisheria. Kisha anaendelea musannif rahimahullah Ubayd bin Abdullah anasema kwamba hii iman, baada ya kuwa tumefahamu maana yake kisheria, anasema vile vile kuna wale watu ambao wanaitwa ahlul iman, wale wenye imani. Sasa ni jukumu langu mimi na wewe kujiuliza, je, tuko katika daraja gani? Anasema ahlul iman sinfani, anasema hao watu wa imani wako katika makundi mawili. Ahduhuma, anasema ya kwanza, kikundi cha kwanza cha watu wa imani, anasema ahlul iman kamil, kuna wale ambao kwamba wako na imani kamili, wale ambao kwamba wako na imani kamili. Kikundi cha kwanza ni wale ambao kwamba ni waaminifu zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, wako na iman kamili kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema humul ladina, na hawa ndio wale ambao kwamba aanahumullah, Allah tabaraka wa taala mawasifu subhanahu wa taala biqawlihi tabaraka wa taala, kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala anasema innamal mu'minuna alladhina, wale ambao kama ni waumini ni wale ambao kwamba idha dhukira Allah, wanapotaja Allah tabaraka wa taala, wajalat qulubuhum, zile nyoyo zao zinaingia mtikisiko, wanakuwa ni kuingia hofu, yani inatetemeka kwa ajili ya hofu ya Allah tabaraka wa taala. Tayeb, inakuja wajalat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhumul imana, na vile vile hawa waumini ambao kwamba wana imani kamili, inaposomwa aya za Allah tabaraka wa taala, zadatuhumul imana, inakuwa yenye kuongezeka ile imani yao inaenda juu, kwa sababu washasikiza khitabi ya Allah tabaraka wa taala, washasikiza yale maneno ya Allah, wakapata kujua amri, wakapata kujua kwamba Allah anasema nini. Baada umesomewa aya ukafahamu Allah ameamrisha kadha, ameharamisha kadha, Allah amependekeza kadha, kwa hivyo ile imani inakuwa yenye kwenda juu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao hao waumini, kwa Mola wao wanakuwa wenye kuwa na tawakkul, wanamtegemea Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kusema katika hadithi moja, kama ni katika hadithi al-Qudsi, anasema Allah tabaraka wa taala, law annakum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, ikiwa mimi na wewe tutamtegemea Allah, haki ya kumtegemea yeye, basi Allah tabaraka wa taala ataturuzuku kama anavyowaruzuku ndege. Hawa ndege wanatoka asubuhi hadi wako na njaa, lakini wakirudi jioni katika viota vyao wanakuwa ni wenye kushiba, wanakuwa wameshiba kwa shiba ambayo kwamba amelishwa na Allah tabaraka wa taala. Sababu huyu ndege hana shamba, huyu ndege hana mahali ataenda kulima ati apate riziki, lakini nani anayempa riziki? Ni Allah tabaraka wa taala. Inakuwa basi kwa Allah tabaraka wa taala hawa waumini ambao kwamba wako na imani kamili, basi wa ala rabbihim, na kwa Mola wao yatawakkalun, wanamtegemea Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah hajazamanyamazia hapo, ama hakuishia hapo Allah tabaraka wa taala, bali akaendelea kuwasifu akasema, alladhina yuqimuna as-salat, na wale ambao kwamba alladhina yuqimuna as-salata, na wale ambao kwamba vile vile wanakuja kusimamisha swala zao. Alladhina yuqimuna as-salata, vile vile wanasimamisha swala zao. Hii alladhina imekuja katika ismul ishara, anaashiria ikirudia wale waumini ambao kwamba kuna imani kamili. Yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wanasimamisha swala na kwa yale ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amewaruzuku katika mali yao, basi wanakula wenye kutoa. Kwa maana Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudsi anasema almalu mali ya kwamba mimi na wewe tunaimiliki ni mali ya Allah. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anazungumza hapa akisema wa mimma razaqnahum, hii riziki inatoka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi nyingine imekuja kwamba huyu mwanadamu kabla ya kuja katika ulimwengu kama huu anakuwa mwenye kuandikiwa vitu vitatu, ndani yake anakuwa mwenye kuandikiwa riziki yake. Kwa hivyo hii riziki tayari shaandikwa kwa Allah, na hii riziki ndio ile ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala anataka mimi na wewe tuitoe.
Ndio akasema katika hadithi al-Qudsi, almalu mali ambayo kama mimi na wewe tunaimiliki ni mali ya Allah tabaraka wa taala, wal jannatu jannati, na janna ya Allah tabaraka wa taala, na janna ni janna ya Allah tabaraka wa taala. Kisha anatuambia namna mimi na wewe kuipata janna, anasema fashtaru jannati bimali, kuweni wenye kununua janna yangu kwa mali yangu. Yani tutumie mali zetu ambazo Allah ametupatia kupata kuinunua janna ya Allah tabaraka wa taala. Na wakazungumzia katika hao wenye imani kamili, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa yale ambayo Allah amewaruzuku wanakuwa wenye kutoa. Ulaika almu'minuna haqqan, kisha Allah analeta tasdiq. Allah tabaraka wa taala analeta tatbiq, anakuwa mwenye kutuhakikishia hawa ndio watu ambao kwamba wako na imani ambayo kama ni ya kisawa sawa. Ulaika almu'minuna, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Na kwa Allah tabaraka wa taala hawa ambao kama wamesifika kwa hizi sifa kwa Allah tabaraka wa taala wako na daraja ya hali ya juu, wako na daraja ya juu, wa maghfiratun, na vile vile Allah tabaraka wa taala muandalia msamaha, wa rizqun karim, na vile vile Allah tabaraka wa taala amewaandalia riziki iliyo bora. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hapa tunapata kwamba kikundi cha kwanza ndio wale ambao kwamba wamesifika kwa imani kamili. Hawa Allah tabaraka wa taala mwasifu ndani ya Qur'an, na kisha akataja musannif rahimahullah sinfu thani, kikundi cha pili, akasema ahlul imanun naqis, akawataja watu ambao kwamba wako na imani ya chini, imani ambayo kwamba imepungua. Na kama tulivyotanguliza kwamba imani ya mtu itakuwa imepimwa, ataitwa mtu mwenye imani kamili ikiwa atakuwa mwenye kuzidisha toa. Tumeona kwamba imani inapanda kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Hao wenye imani naqis imekuwa yenye kushuka kwa sababu kuna kitu ambacho kama wamekifanya, ile imani yao ikawa yenye kushuka. Na kisha ndo akasema Imam Musannif rahimahullah Ubayd bin Abdullah, anasema hum man laqu Allah ala tauhid, na hawa ni watu ambao kwamba watapatana na Allah tabaraka wa taala katika tauhid. Na tunajua kwamba tauhid ni ile nafi wal ithbat, ni kukataa na kisha kukubali. Yani unasema la ilaha illa Allah, umekataa kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio tauhid. Kisha ukahakikisha kwamba na Allah tabaraka wa taala alimtuma rasul ambaye kama ni Muhammadur Rasulullah. Hii ndio tauhid, hii ndio kalimatu tauhid. Kwa hivyo huyu mtu ambaye kwamba kuna imani nakis, si kwamba yeye si Muislamu, la, ni Muislamu kwa sababu yeye amepatana na Mola akiwa tayari yuko ndani ya tauhid. Amesadikisha kwamba Allah ni mmoja, amesadikisha kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Allah, lakini kuna kitu ambacho kwamba amekifanya. Lakini akasema wa ma'al muqabil wa ma'al murtakibul kaba'ir, anasema kwamba lakini akawa huyu mtu mwenye imani naqis, licha ya kuwa amekuwa na ile kalimatu tauhid, lakini akawa mwenye kufanya miongoni mwa madhambi ambayo kwamba ni makubwa. Lam yatubu minha, lakini hakupata kutubia, hakurudi kwa Allah tabaraka wa taala bitauba. Kwa hivyo hapa vile vile musannif rahimahullah anataka tufahamu kwamba huyu mwenye imani naqis, mwenye imani ya chini, inaweza kurudi ikawa imani kamili. Bimadha? Bitauba. Akitubia na akarudi akafanya tauba ya kihakika, tauba ya kisawasawa, akaingiza ndani yake zile shuruti za tauba, basi inakuwa yeye atakuwa atarudi katika daraja ya kwanza ya wale ambao kwamba ni ahlul iman kamil. Kwa hivyo ndugu Muislamu, hii inakuwa huyu si ati anaitwa yeye si Muislamu, si ati anaitwa yeye ni muasi, la, inakuwa mtu amekuwa na ile akona ile tauhid, akona tauhid lakini amefanya kadha na kadha, haitu kwamba yeye si Muislamu, bali anakuwa mwenye kuitwa fasik. Huyu ni mtu ambaye kwamba ni fasik, ni mtu ambaye kwamba anaweza rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha tutamalizia na usulul iman. Baada ya kwamba tumefahamu iman katika lugha ni nini, tukafahamu kisheria ni nini. Kwa hivyo vile vile baada ya kuwa iman imetushaifasirisha kwa namna hii na tukaelewa wale ambao kwamba ni ahlul iman, tukaona kwamba kuna ahlul iman kamil, tukaona kwamba kuna ahlul iman naqis. Baada ya hapo hii iman iko na usul zake, iko na zile asla ambazo kwamba tunafahamu mimi na wewe kuwa nazo, ambazo kwamba imekuja katika hadith ambayo kwamba anasema imepokewa kutoka kwa Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anasema kwamba kuna siku amekaa ndani ya msikiti, akawa mwenye kuingia mtu. Huyu mtu nywele yake ilikuwa nyeusi zaidi, nguo zake zilikuwa nyeupe sana, la yura alayhi atharu safar, ndani yake hakuonekana kama ana dalili yoyote ya safari. Hadithi yenyewe imenakiliwa ndani ya kitabu
cha Imam an-Nawawi rahimahullah, kitabu 40 an-Nawawi, hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili afwan, imekuja kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam, huyu mtu alimuingia kisha fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaja akaunganisha yale magoti yake na magoti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisha akawa mwenye kuweka mikono yake ala fahidai, juu ya mapaja yake, kisha akawa mwenye kumuuliza Rasul sallallahu alaihi wasallam maswali kadhaa. Ndani yake kati ya hao maswali alimwambia akhbirni anil iman, nieleze kuhusiana na imani. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kumjibu akamwambia iman an tu'mina billah, ni kumwamini Allah tabaraka wa taala, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wa bil yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa an tu'mina bil qadar, na vile vile unaamini qadari, kwamba kuna yale mambo ambayo kwamba yanafanyika nje ya toaka zetu, nje ya uwezo wetu, kwamba hii ni qadar Allah tabaraka wa taala ameiandika na lazima itatokea. Kwa hivyo iwe ya khairi ama ya shari, lazima mimi na wewe tukule ni kuiamini. Kwa hivyo ya kwanza katika usulul iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatufunza kwamba ni kumwamini Allah. Mimi na wewe tuamini kwamba Allah yupo, anna Allah mawjudun, kwamba Allah tabaraka wa taala yupo, wala yamutu abada, na kwamba Allah tabaraka wa taala hafi kama tunavyokufa mimi na wewe. Allah yuko hai, maisha yake yote yuko hai Allah tabaraka wa taala. Baada ya hapo tuamini kwamba Allah kuna malaika, kwamba Allah yuko na malaika, na hao malaika ambao kwamba Allah amewasifu ndani ya Qur'an katika sura at-Tahrim, anasema la yasuna Allah, hawakui wenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Hawa malaika hawamwasi Allah tabaraka wa taala kama tunavyofanya mimi na wewe. Tuamini kwamba Allah tabaraka wa taala yuko na malaika, vile vile ako na vitabu almunazzal minas sama. Tufahamu kwamba Allah ako na vitabu ambavyo kwamba vimetoka kutoka samaa dunia, yani zimekuja kutoka juu. Vitabu gani? Zabur, Taurat, Injil na Al-Qur'an. Tufahamu kwamba hivi ni vitabu vya Allah na tuvifanyie tasdiq, tuzikubali kama ni vitabu vyetu. Itakuwa ni jambo la muhal, itakuwa ni jambo la ajabu ikiwa Muislamu hatokubali ama hatakuwa mwenye kuisadikisha ile Qur'ani kitabullah na kuifahamu ama kuikubali kitabullah kama Al-Qur'ani kitabu cha Allah, si kwa kuwa tu umekubali, la, bali itakuwa imeonyesha kwamba umekubali zaidi ikiwa mimi na wewe tutakuwa wenye kukisoma kile kitabu. Tumeona kwamba iman asili yake baada ya kwamba tumekubali na ulimi kwamba Qur'ani kitabullah, tukaamini kwa moyo, baada yake lazima tukuwe wenye kukifanyia kazi, tukisome na tukifahamu. Kisha vile vile Allah tabaraka wa taala tukafahamu kwamba kuna mitume kutoka Adam alayhi salatu wasalam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Allah tabaraka wa taala kuna siku atanifufua mimi na wewe na tutakuwa wenye kurudi kwake, ambapo kama ni siku ya yaumul qiyama. Vile vile lazima tufahamu kwamba al-qiyamatu haqqu, kiyama ni haki, kiyama ni hakika. Kuna siku mimi na wewe tutahitajika mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini cha muhimu ndugu zangu Waislamu ni kujiandaa kupatana na Mola wetu, kuwa tayari kupatana na Mola wetu, ikiwa ndani yake tuko katika masiku ambayo kwamba yanapatikana mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo tujue kwamba hii Ramadhani ambayo kwamba tuko ndani yake itakuwa shahidun inda Allah, itakuwa shahidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ima itakuwa ni hujja mbele yake, itakuwa ni hujja kwako, itakuwa ni kulalamika kwa Allah, ama itakuwa ni mtetezi kwa Allah tabaraka wa taala juu yako. Nas'alullah taala yaj'alna min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, Allahumma arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa min afwa minkum.